Waheshimiwa na wapendwa washiriki wote wa mkutano huu mkuu wa mwaka wa kurugenzi yetu ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu, tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote nipende kuwakaribisheni katika ofisi hizi za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya mkutano huu muhimu wa mwaka wa wakurugenzi wa mawasiliano wa majimbo pamoja na wakurugenzi au wawakilishi wa wakurugenzi wa vyombo mbalimbali vya habari vya kanisa. Ninapenda kuwashukuru kwa kujitokeza kwa idadi nzuri tu, koramu imepita kwa mbali, na niendelee kuwapongeza kwa utume mnaofanya huko majimboni pamoja na changamoto nyingi mnazokabiliana nazo kama ambavyo tulisikia katika ripoti za majimbo na vyombo mbalimbali vya habari vya kanisa. Pamoja na changamoto zilizopo, mnaendelea kuitangaza Injili kupitia ofisi zenu. Wote mnajua kwamba vyombo vya habari vya mawasiliano vya kanisa, utume wake wa kwanza mkuu ni uinjilishaji. Uinjilishaji maana yake ni kutangaza habari njema ya wokovu. Mambo mengine yatafuata baada ya hilo. Kila siku unapotekeleza majukumu yako, lazima ujue ni habari gani njema ya kumpatia mwanadamu wokovu leo nimeishirikisha kwa jamii, ili kama kuna mtu atafika mbinguni kwa ajili ya utume wako, basi na wewe uweze kuhesabiwa miongoni mwa watumishi waliokuwa wema na waaminifu wakati wa utumishi wako hapa duniani katika nyanja hizi za mawasiliano. Wakati mnawasilisha ripoti mbalimbali za majimbo pamoja na vyombo vya habari vya kanisa, kuna changamoto zilikuwa zinaelezwa. Moja ya changamoto ni vitendea kazi. Wengi wetu tunafanya kazi hizi bila kuwa na vifaa vya kutosha vya kufanyia kazi. Lakini lazima tufahamu kwamba ni kweli tunahitaji vitendea kazi vilivyo bora katika kutekeleza majukumu yetu. Lakini kazi ya uinjilishaji, na mnisikilize kwa makini hicho ninachokisema, ufanisi wa kazi ya uinjilishaji unategemea zaidi ukaribu wa huyo mtoa habari na Kristo katika maisha yake. Yaani, kabla ya kuwa na kitendea kazi, uhusiano wako na ukaribu wako na Kristo ndiyo nyenzo kubwa ya ufanisi katika uinjilishaji kuliko kitu kingine. Ninaweza kuwa na mitambo yote inanizunguka, lakini maisha yangu watu wakiyatazama wanaona yako mbali kabisa na Kristo, hivyo vyombo haviwezi vikawaleta watu kwa Kristo. Lazima mfahamu kwamba maisha yetu na uthabiti wa imani yetu ndio utawaleta watu karibu na Kristo kuliko hizi mashine, hizi gadgets hizi. Kwa hiyo tunapofanya jitihada za kutafuta vitendea kazi bora, lazima sisi watendaji katika idara ya mawasiliano lazima tuanze kwanza kutengeneza huo urafiki na uhusiano binafsi na Kristo tunataka kumtangaza, ili hata bila kuwa na kipaza sauti watu waweze kumuona Kristo katika maisha yangu. Vinginevyo, wasipomuona Kristo katika maisha yangu, hata mkinipa kamera zote duniani, hakuna roho nitakayoipeleka mbinguni. Kwa hiyo wapendwa, ni vizuri tufahamu kwamba nguvu ya uinjilishaji wetu inategemea zaidi ukaribu wetu na Kristo katika maisha yetu, na hivyo tunapopata vitendea kazi vinatusaidia kumpeleka Kristo ambaye tayari anaishi na kuonekana katika maisha yetu.
Ndio maana kuna msemo wanasema matendo yanazungumza kwa sauti kubwa zaidi kuliko maneno. Actions speak louder than words. Kwamba akisimama mtu ambaye anaonekana ni mnyofu na mwadilifu, maisha yake yanawaleta watu karibu na Mungu kuliko maneno yake. Kwa hiyo kwa kusema hivyo sisemi kwamba tusifanye jitihada za kutafuta vitendea kazi bora, tuvitafute. Lakini kwanza Kristo tunataka kumtangaza, tuanze kwanza afanye mabadiliko ndani ya mioyo yetu. Uhusiano wetu binafsi na Kristo uchukue nafasi ya kwanza katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mimi nakumbuka wakati tukiwa wadogo, sijui kama nilikuwa shule ya msingi au nilikuwa sekondari, lakini kama ni sekondari ilikuwa ni O-level. Kulikuwa kuna wimbo tulikuwa tunauimba unasema, afadhali kuwa na taifa ambalo halina silaha za kisasa lakini vijana wake wana moyo wa ushujaa, kuliko kuwa na taifa lenye silaha za kisasa lakini vijana wake ni waoga. Hayo maneno mshaikusikia akiimba katika wimbo? Au wengi wenu hatukusoma wote shule za msingi pamoja, mlikuwa alo, kumbe hata mzee Mambo kusikia wimbo huu wakati sisi ndio maana akasema nilikuwa shule ya msingi au O-level, maana yake msikia kwa maneno yao lakini kwa melodi nyingine, lakini walau concept. Hapo kweli tulikuwa Tanzania tulikuwa maskini, kwa hiyo hatuna vitendea kazi, lakini kuna nyimbo za kutuadijize kidogo. Baba taifa bwana alikuwa anajua kututia shime katika kidogo tulichonacho. Nimesema ili na sisi ambao tunakabiliana na upungufu wa vitendea kazi tujue ufanisi wa utume wetu uko zaidi kwenye moyo kuliko katika vitu. Yaani hilo kwanza tulijue sana watu wa kanisa. Na ningekuwa naongea na mapadri tu peke yao, ningeongeza na dozi nyingine kwamba mapadri, yani sisi sio watu wa kutafuta vitu katika kufanikiwa. Ni watu tunatakiwa kumtafuta Kristo ili atufanikishe. Yaani hilo ni la msingi sana. Kwa hiyo tukiweza kutengeneza urafiki wetu wa ndani, sisi wanahabari, sisi wainjilishaji, tukitengeneza urafiki wetu wa ndani, mimi na Kristo, wewe na Kristo, kiasi kwamba mimi nikikuangalia wewe hapo namuona Kristo pale anatenda kazi, na wewe ukiniangalia mimi unamuona Kristo anatenda kazi, tutafika mbali sana katika utume wetu kama wanahabari wa kanisa. Na urafiki wetu na Kristo utakuwa ni msingi wa urafiki wetu sisi wanahabari wa vyombo tofauti tofauti vya mawasiliano. Na hivyo basi tukishatengeneza urafiki huo utatusaidia tuwaone wanahabari wa vyombo vingine vya kanisa kuwa ni washiriki wenzetu wa kazi ya uinjilishaji na sio washindani wetu. Kwa sababu sasa hivi hapa Tanzania baadhi ya vyombo vya habari havijashikana kikamilifu katika utekelezaji wa majukumu yake. Mimi nakumbuka na nyinyi baadhi yenu mko hapa ni wakongwe katika idara za mawasiliano. Ilishafika wakati fulani tunasema sasa inawezekanaje tunakwenda labda mahali fulani, kuna askofu anasimikwa, tunasikia baba mtakatifu amemteua labda faza hapa kuwa askofu sijui wa jimbo la Kurasini. Sasa wote tunaipokea habari hiyo kwa furaha. Alafu wanahabari wanasema hilo sio la kukosa. Alafu siku ya tukio unaweza kukuta media za kanisa mmejipanga kama 30 kule, wote mmechukua tukio lile lile. Watu wakasema jamani, nyinyi si familia moja? Mlihitaji kila mmoja aje na kamera yake na kitu gani hivi? Kwani hatuwezi kuwa na uratibu mzuri? Tukasema tukachagua labda kwa upande wa TV au hizo whatever online TV na TV za kawaida, media house mbili kubwa zenye vifaa vizuri, na kwa upande wa redio tukatafuta redio labda 2, labda kama hilo jimbo huko lina redio yake, sawa, tunasema hiyo redio hiyo labda na redio Maria au na redio Tumaini,
nyinyi ndio mtakuwa tu na mitambo yenu pale, sisi wengine wote si mnaweza mkatupasia jamani, si ndio? Yaani hatuhitaji kuwa na hizo kamera 20 na mitambo hivi vya online hivi vistendi vya mtandao karibu 20 tena. Yaani hapo inaonekana kabisa kwamba watu hawa kwani walishindwa coordinate mambo yao wakayafanya kwa pamoja, zikawepo tu pale kamera 2-3 na whatever na redio 1-2, na afu wote tukapata hizo habari na wote na mazingira ya ibada yakabaki kuwa na utulivu na heshima na hadhi yake, huku waumini wengine ambao wakufika kwenye tukio hilo wakaendelea kupata habari. Lakini bado hatujafika hapo, na moja ya sababu ni kwamba tunashindwa kutengeneza pengine huo ushirikiano. Na ukiona tunashindwa kutengeneza ushirikiano katika kuinjilisha, ujue hatujatengeneza ushirikiano na Kristo kwanza kabla ya kutengeneza ushirikiano sisi na vyombo vingine. Kwa kwanza tutengeneze ushirikiano sisi na Kristo, kiasi kwamba mkurugenzi hapa wa taifa Father Faustin Furaha, dokta wa mawasiliano huyu bwana, yuko juu sana huyu. Yeye anasema bwana, hebu tufanyie uratibisho. Yeye ataratibu afu atatutaarifu. Najua mna grupu lenu huko mnapeana taarifa, inajulikana. Utatoa linki, wewe ulepewa toa linki hii na hii na hii, alafu tuna nani. Kwa hiyo tusivutane, tusipambane sisi kwa sisi. Ni vyombo vya kanisa, sisi tunamtangaza Kristo yule yule, tunampokea Kristo mioni mwetu na kumpeleka kwa watu wengine. Kwa hiyo naomba vyombo vya habari vya kanisa, shirikianeni na kushirikishana uzoefu wenu katika kutekeleza majukumu yenu. Shirikishaneni vile vile fursa zilizopo. Unajua, jana nilikuwa nasikiliza hapa taarifa za majimbo. Kuna watu wengine walikuwa wanazungumza hapa tena kifua mbele kabisa. Sisi tunavyo vifaa vya kisasa, makamera, makompyuta, manini. Afu anakuja mwingine anazingiza kinyonge, tunapungukiwa, natumia tu simu yangu tu na nini. Nikasema hii mbona tofauti imekuwa kubwa kabisa. Kabisa. Sasa wewe mshirika wangu, wewe si utuonyeshe hiyo fursa hiyo. Wewe mwenzetu umepataje? Si umwambie huyu anahangaika na kisimu chake pale. Shirikishaneni vile hizo fursa. Sio hapa Father Salvato unakuwa na mtambo mkubwa, alafu Father Odifasi pale anatembea na kisimu chake kile alichopata wa siku ya upadirisho ndio cha kukusanyia habari. Sio fair. Ndio. Bila kubuka Father Katunzi rafiki yangu, wakati tumeenda Bukoba pale kwenye matukio. Je, Bukoba kumekuwa na matukio mfululizo hapa katika miaka miwili. Yuko bize pale na mitambo yao, wako vizuri kwa mitambo. Alafu naenda sehemu nyingine unakuta mitambo yenyewe ndio basi. Mungu uje kutusaidia. Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza, wanahabari, mkikaa wenyewe kwa wenyewe, shirikishaneni hizo fursa jamani, sawa? Wapi ukiandika utapata vifaa, wapi ukiandika utapata mafunzo. Jana tulimsikia pa mkurugenzi wa Sauti Media pale akitoa taarifa kwamba na akaweka kichagizo kwamba huenda yeye ndio mkurugenzi mwenye staff wengi kuliko wote duniani. Labda kwenye pepe kanisa unaweza kuwa unaongoza kweli, sijui. Sasa mimi kila mwaka ninakuwa na wanafunzi au watendaji pale kwenye studio zaidi ya 2000. Maana wale wanafunzi wote wanaosoma communication kwa miaka yote. Sasa mfano tu kama mwaka wa kwanza nategemea kupata 700. Sasa na mwaka wa pili wako wangapi? Na mwaka wa tatu wangapi? Akiwakusanya wote hao, wote lazima wapitishe kwenye studio zake kwa ajili ya hizo practical experiences. Kwa inakuwa na watu wengi. Lakini vile vile ndio sababu nyinyi hamwezi kuandaa mafunzo fulani kwa watendaji wetu, alafu tukatafuta mali fulani scholarship hivi, sponsorship fulani hivi. Zipo taasisi ambazo tukisema na sisi kama taifa, kama baraza, tunataka kuwakusanya watendaji muhimu wa vyombo vya kanisa, kuwafanyisha mafunzo hapa ya wiki 2. Sasa tukiweza kutekeleza project kama hizo, mimi na uhakika Dot & Company kule kutuletea wataalamu wanaweza.
na baba mkurugenzi, wakurugenzi hapa pamoja na wadau wengine, mkisema tukiwaandikia tu fulani na fulani fulani wanaweza wakatuwezesha, basi tunawashirikishana fursa, afu wote tunatajirishana, tunatoka hapo tumepata mafunzo. Sasa lakini kama tunashirikishana kishikaji tu kwamba bwana, umesikia hii anwani unayo wewe, hebu andika wako vizuri hawa, afu ukiona mimi nasogea hapo na nyamaza kimya, hebu subiri kwanza, hebu pause kwanza, pause kile ili mwanga wewe wote nyinyi wapadri tunaimba mbiu ya Pasaka. Ulishasikia mwanga wa mshumaa unapungua kwa kuwasha mshumaa mwingine? Wewe nuru yako itapungua eti kwa sababu umewasha mshumaa mwingine? Hawezi kupungua. Mwanga upungui kwa kuwasha mwanga mwingine. Sana sana unaongeza mwanga katika jumuiya yetu ya waamini, si ndio? Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza hilo, shirikianeni fursa na shirikianeni vifaa, shirikianeni wakati wa maadhimisho. Hata mwaka huu kuna matukio ya kikanisa. Ukiangalia kwenye ratiba ya baraza, mwezi Juni kuna kongamano la utoto mtakatifu kitaifa kule Kigoma. Alafu kutakuwa na jubilei za maaskofu, askofu wa Tunduru Masasi Mhasi miaka 25 ya upadri, askofu wa Kahama Ndizeye miaka 25 ya upadri, jimbo la Mpanda karibuni kwangu miaka 25 ya jimbo. Kwa hiyo tuna matukio hayo. Sasa mimi siku hiyo nitakuwa nafuatilia tu ile. Alafu na askofu Minde miaka 25 ya uaskofu. Kwa hiyo tutazunguka tu. Sasa nataka nione jinsi tunavyoshirikishana fursa na utaalamu, kwamba tumekaa sasa vizuri, tunasafiri pamoja. Na hizo taarifa ambazo ziko kwenye kalenda za baraza, yani nyinyi wote ni wahusika, nyinyi watu wa mawasiliano ni wahusika hayo matukio. Kwa hiyo wapendwa, tushirikiane na tushirikishane. Katika mkutano wetu huu mkuu wa mwaka tulikwisha pitisha katika miaka ya nyuma, wakurugenzi ambao ni wazoefu wa muda mrefu mnalifahamu, kwamba kila wakati wa mkutano tutakuwa na ile tunaita kama business sessions, kuonyesha kwamba tunazungumzia masuala yetu ya kiidara kama ile kupokea ripoti, taarifa kutoka na nini. Alafu tunakuwa na study session. Kwa hiyo tunakuwa na study session na business session kwa kila mkutano mkuu wa mwaka, kwamba pamoja na kuzungumzia zile core business zetu kama idara ya mawasiliano, tutakuwa na nafasi vile vile ya kuita wataalamu mbalimbali waje watushirikishe mambo ambayo yanagusa utume wetu. Na kama ambavyo tayari mmeshaona katika ratiba, mwaka huu tumeona tuwaalike watu wa TCRA, hii mamlaka ya usimamizi ya vyombo vya mawasiliano, watupatie kidogo, kwa sababu sisi vyombo vyetu vinasimamiwa na sheria za nchi, na TCRA ni miongoni mwa regulators wa vyombo ambavyo na sisi tunavimiliki. Tuna changamoto zetu, watatushirikisha na sisi tutawaambia, basi watatupatia ufafanuzi au ushauri namna nzuri ya kuishi pamoja na wao. Lakini vile vile watakuja wataalamu wengine kutushirikisha kuhusu hiyo artificial intelligence. Wote najua mnaitumia huko katika utendaji wenu wa kazi, wote mnazijua. Kwa hiyo mwana mawasiliano lazima hiyo unaitumia, lakini tuone matumizi yake sahihi katika kazi za uinjilishaji. Tunataka ule usahihi na kutumia kwa namna ambayo inaendeleza utu na hadhi yako na hadhi ya kanisa. Kwa hiyo zitakapokuja hizo mada za mafunzo, naomba mzisikilize na mzingatie yale tutakayokuwa tunaelezwa. Changamoto tulionayo mojawapo ni kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanataka majibu ya papo kwa papo. Ndio tatizo tulionalo. Watu wanataka majibu ya papo kwa papo, na wakati mwingine wanataka majibu mepesi katika maswali mazito. Wewe niambie hapa nafanyaje? Sio swala unafanyaje. Ni papo kwa papo tu. Hii imeenda nafanyaje? Na hiyo basi imesababisha kuondoa uwezo wa watu kusafiri katika kutafuta suluhisho za kweli na za kudumu za changamoto zao.
Unajua, kwa sisi wa Kristo tunafahamu kabisa kwamba hata Mungu alipokuja kumkomboa mwanadamu, ukombozi ulikuwa ni process, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Yaani kuanzia malaika Gabrieli anatumwa kwenda Nazareti kumpasha habari Bikira Maria, mpaka Yesu anakufa msalabani, anafufuka na kupaa mbinguni, kwani ilikuwa ni papo kwa papo. Yaani hapo watu katikati hapo wanahangaika hapo, maisha yanakwenda, lakini sema mpaka sema wakati ulipowadia Mungu alimtuma mwanae akazaliwa na mwanamke. Watu wengi wamesubiri mwokozi na Masia, lakini akajua wokovu ni hatua kwa hatua. Majibu ya maswali mazito ya kimaisha huwa yanapatikana hatua kwa hatua. Lakini tunaishi katika ulimwengu watu wanataka majibu ya papo kwa papo. Na hizi digital hizi za kisasa zimeshawasadikisha watu kwamba unaweza kupata majibu ya papo kwa papo. Kwa hiyo tutakapokuwa tunajifunza mambo ya artificial intelligence ambayo naamini inakuletea majibu ya maswali yako yote, wewe just click, jibu linakuja. Mjue kuna majibu mengine hayaji kirahisi kiasi hicho katika maisha na utendaji wetu. Lazima uwe na akili ya kutambua hilo, kwamba lazima nisafiri na ukweli fulani, wakati napambana Mungu aniangaze, na wakati ukifika aweze kunionyesha ukweli kamili. Kwa hiyo mifumo ya kisasa ya mawasiliano imesababisha si vijana tu, na sasa hivi pengine mpaka watu wazima wameanza kupungukiwa na ile tunaoita attention span. Uwezo wa mtu kukaa unalifuatilia jambo ukiwa attentive, unafuatilia kwa umakini, zikishapita tu muda fulani hebu badili. Na ndio maana ukakuta hasa mtu mmoja aliona kwenye kibuza sema hasa wanaume, mwanaume akiwa kwenye anatazama TV, ogopa kishashika nani ile remote control akipia dakika 3 kashamachana, no hainipi taka wewe, ndani ya dakika 10 umeshafungua channel karibu 6. Wewe mwenzetu una habari kwani unajua nini kuhusu hizo? Yaani anataka akipata tu aone action pale inamsisimua, akiona dakika 1 hajaona kitu kinamsisimua, kusubiri hata mpaka dakika ya 4 muda huo hana kama. Kwa hiyo ndio wasikilizaji wetu. Kwa hiyo hata ukianza kutengeneza habari yako unaanza sijui sasa unajua kama mvua haijanyesha kwanza subirini, hebu jikadi vizuri, wamehama. Kwa hiyo watu attention span ni fupi. Yaani watu wanataka tu akifungua tu akutane na jiwe hapo. Sasa hiyo ndio changamoto ya watu wetu. Sasa nilipokuwa nawaza nizungumze nini na wanahabari, nikasema wanaweza wataniama baada ya dakika ya ngapi? Maana yake naweza sasa, baskofu umeshazungumza ya kutosha, hebu pause sasa. Attention span yetu na sisi vile vile imeshaathirika hapa. Hatuwezi kukusikiliza dakika 20 mfululizo. Kwa hayo usingeweza kuyasema kwa dakika 6 hayo tatuke kukuelewa. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo ya attention span, sio tu kwa wananchi huko tunahubiria, hata sisi wenyewe tulio ndani ya chumba hiki. Na mapadre sasa ndio mtakuwa mashahidi wazuri zaidi mnapowahubiria watu. Yaani una dakika 5 za kukusikiliza, baada ya hapo wanaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo sasa hao ndio watu tunatakiwa tuwafikishie habari njema, hao ndio tunatakiwa tukawakomboe. Kwa hiyo wapendwa, pamoja na changamoto hiyo ya short attention span ya wasikilizaji wetu na walaji wa habari zetu, kuna changamoto nyingine katika ulimwengu wa sasa unaoambatana na hivi vyombo vya kisasa vya mawasiliano ambavyo nyinyi mmeshavipitia mara chungu nzima. Kuna tatizo hili tunaloita la fake news, misinformation and disinformation. Fake news, misinformation and disinformation. Kwa kwanye ni wanahabari mnazijua zote hizo, lakini ndio ukweli wenyewe. Fake news ni kama habari ya uongo hivi, si ndio? Misinformation ni habari ambayo si ya kweli, lakini mtoa habari alikuwa ajui kwamba sio ya kweli. Hiyo ni
mtu anakuwa ana taarifa sahihi na anaisambaza hivyo hivyo. Anambia wewe haiko hivyo, hakika kashaisambaza. Na watu wakijua kwamba hii imetoka kwa father, kwa sister, kwa mkurugenzi, anasema nimeona kabisa ametuma fulani. Kumbe alikuwa misinformed na yeye akaalisha adhila yake misinformation. Lakini mbaya zaidi ni ile disinformation. Disinformation ni kwa makusudi kabisa mtu anaugeuza ukweli kwa makusudi kabisa, anaugeuza ukweli na kusambaza kwenye jamii. Hiyo ni mbaya kweli kweli. Hiyo ni mbaya kweli kweli. Na kwa kawaida huyo anayekuwa na hiyo ni malicious intent hiyo, kwamba mtu kwa makusudi anasema ukweli ukoje kwa hivyo, usifanye hivyo, sema hivi na hivi na hivi na hivi, afu peleka huko kwenye watu. Ni kama lile tukio la walinzi waliokuwa nalinda kaburi la Yesu, walivyoenda kuwataarifu wakuu wale kwamba kilichotokea kule makaburini kwamba Yesu amefufuka. Akasema msiseme hivyo, nyie semeni hivi na tutawalipeni kwa kusema huo uongo, na tutawalindeni dhidi ya mamlaka zitakazotaka kuwachukulieni hatua. Ona disinformation hiyo, kwamba unalipwa kwa kusema uongo, unalipwa kwa kuwalisha watu taarifa ambazo sio sahihi. Na ndio ulimwengu tunaoishi nao vile vile. Watu wapo wanaolipwa ili kusema uongo. Na mnafahamu kabisa kwamba uongo na uzushi unasafiri kwa spidi kubwa zaidi kuliko ukweli. Uongo na uzushi unasafiri kwa kasi kweli kweli. Leo mimi nikitoa habari kwamba Faza sijui nani amepiga kinanda vizuri. Alipiga kinanda kanisani leo ni nani? Akufanya mazoezi kile alikuwa anapiga vizuri. Engo yangu nilikuwa simuoni pale. Hebu nyosha, alo uko vizuri bwana. Yaani bila hata mazoezi na kwaya, unasubiri sister kianzisha tu unaingia naye pale pale. Mngefanya mazoezi pamoja nadhani tungepata kwaya kabambe kweli kweli. Sasa wewe sema kwamba Father Victor apiga kinanda ile impromptu kwa unani ubora mkubwa, mtaama tu hiyo channel. Sasa mseme hapo Baba Nzigilo wakati anaongoza misa akapiga chafya kalisi kadondoka damu ya Yesu kumwagika. Yani kila mtu hapa ilikuwaje? Yani itafuatiliwa we. Watu sema ilikuwaje? Mbona tulikuwa kanisani hatukuliona hilo tukio? Hapa kuwepo tukio kama hilo. Imeandikwa huku. Yaani ile habari ya uongo utauliziwa, itafuatiliwa, lakini habari nzuri ama huko. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu ambapo uongo na uzushi unasafiri kwa haraka, unapendwa na unalipwa. Na nyinyi vyombo vya kanisa mnaweza mkaingia katika mtego huo. Mkataka kutafuta namna ya uandishi itakayofanya habari zenu zisafiri kwa haraka, zipendwe na pengine na nyinyi mlipwe. Naomba msiusaliti ukweli. Vyombo vya habari vya kanisa, simameni katika ukweli. Natangazeni ukweli hata kama wasikilizaji wenu watakuwa ni wachache. Kwa sababu sasa hivi katika mambo ya mitandao, yani watu wako interested sana na idadi ya viewers. Ni vizuri kupata viewers wengi, lakini hao viewers wengi unawalisha nini ni la muhimu zaidi kuliko just number ya viewers. Nyinyi ni watangazaji wa habari njema ya wokovu. Wokovu wa roho za watu. Tangazeni ukweli, simameni na ukweli. Ukweli unabaki kuwa ukweli hata kama watu wote wataukataa. Ukweli haubadiliki kuwa uongo eti kwa sababu sisi tumesema tumepigia kula ya hapana. Ukweli unabaki kuwa ukweli hata kama watu wote wataukataa. Nyie simameni tu na ukweli. Na uongo unabaki kuwa uongo hata kama watu wote watauamini na kuukubali. Huo utaendelea kubaki ukweli. Na kumbukeni kwamba ukweli ni jina jingine la Kristo. Huyu tunemtangaza na kumsambaza. Ukweli ni jina jingine la Kristo. Anayekataa ukweli anamkataa Kristo. Kristo aliyesema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yeye alisema mimi ndiyo kweli, mimi ndimi njia na kweli. Kwa hiyo tunapotangaza ukweli tunamtangaza Kristo.
mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hiyo ni Yohane 14 aya ya 6. Na akatuambia Kristo mwenyewe, na ukweli utawaweka huru. Ukweli utawaweka huru. Yohane 8:32. Ukweli utawaweka huru. Kwa hiyo vyombo vya habari vya kanisa, msiingie katika mtego wa kutafuta viewers na audience kwa kupindisha ukweli fulani ili kuwafurahisha wasikilizaji na kumkasirisha Kristo aliye kweli na njia na uzima. Kwa hiyo katika utekelezaji wa majukumu yetu, simameni na ukweli, na ukweli utatuweka huru, na ukweli huo utawapeleka watu wengi katika wokovu, nasi tutapata tuzo la watumishi wema na waaminifu katika uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nawatakieni mkutano mwema unaoendelea.